Bibi, jamani tuliahidi siku ile tulikwambia tutarudi baada ya ile wiki tukashindwa kuja kwa sababu ya alikuwa tujajipanga. Tumejipanga tukasema tuje leo kwa ajili ya kuja kumuona mtoto, kukuona pia wewe na kutoa pole pia. Tumesema tusisubiri mpaka 40 kwa sababu pia kuna vitu uliniambia vinahitajika kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo tumeorganize tukasema tuje leo, kuna kidogo tulichanga kama marafiki zake, tukasema tununue ile mahitaji ambayo ulikuwa unayahitaji, ndo tumeyaleta leo. Nashukuru. Ndio bibi. So kikubwa tulichotuleta jamani, wote tunajua tumeleta hivyo vitu vya mtoto pamoja na hicho kidogo cha bibi. Then tutakutana 40. Ndio tunajua 40 lini? 40 ni tarehe 10 mwezi wa 5. Si ndivyo bibi? 40 ni tarehe 10 mwezi wa 5. Kwa hiyo tutakutana tena inshallah mwezi wa 5 tarehe 10. Tupo pamoja jamani. Sawa. Naambia hivi, nawashukuruni sana kwa kunikumbuka kuja kunisalimia. Mwenzenu ndio hivyo ameniacha, hata kuaga hakuniaga, hata kumuona sijamuona. Nimemuona amelala. Nimehuzunika sana lakini sina la kufanya. Basi ndio hivyo. Imekuwa nifanyeje? Sina hata la kufanya. Mimi sasa hivi yani nipo tu. Yani nimebaki nikihuzunika, nikisikitika. Mimi sijaona kifo cha aina hiyo. Sijaona kabisa. Leo mimi ni mzee. Kimenisikitisha sana kifo cha baba Rayani. Basi kwa kweli kinauma kwa sababu hata kusema anaumwa, njooni mkamuone. Amepoteza mtoto wangu hivi bila ndugu yake wala nani wala hata mtu wala rafiki yake. Hata nyinyi mngekuepo hata moja, si ningefaidi hata kidogo? Ningefaidi hata kidogo. Lakini amemmaliza mwenyewe bila mtu. Yani nimeumia sana. Asanteni sana. Yani nimeumia. Mimi hata chakula ingine. Nimeumia kiasi cha kutosha. Hata kusema jamani njooni mtoto anaumwa, hata mnisaidie hamna. Hata kusema hata shangazi yake iko pale kusema shangazi njoo basi mtoto anaumwa, hamna. Hivi nyewe jukuu zangu hivi kweli kuna kisukari inamalizaga mtu vile? Kuna nawaona niko nakaa nao hapa na wana kisukari alafu Ile yake imekuwa ghafla. Kwa nini iwe ghafla? Imekuaje? Imepanda imeshuka. Amerudishwa hospitali. Mtoto kaniambia nilitoka jana bibi, lakini kimepanda tena, ngoja nimerudi hospitali. Kurudi hospitali naona ndio basi. Hakuongea na mimi tena basi. Kweli inakuaga hivi? Mpango wa Mungu. Tunamwachia Mungu na ni mpango wa Mungu. Lolote ambalo linatokea kwenye dunia ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Ni mpango wa Mungu. Mwachie kwa sababu imeshatokea. Mwachia Mungu. Kweli uko naye bibi, hamna mwenye anajua alikuwa anapitia nini. Mwenyewe ametusurprise. Hata sisi tumeshtuka. Tunachofanya ni kumuombea tu na kumwachia Mungu bibi. Muhimu ni kusali tu na kumuombea. Hata sijui wajibu. Maisha sio mbaya, tunasukuma hivyo. Hamna shida sana. Isipokuwa huyu mtoto wangu bado hajatoka rohoni kwangu. Mimi nikikaa hivi. Muombe Mungu bibi. Yaani ndio itakutia nguvu. Yaani sijajua. Kama unaamini kwenye Mungu, ombe Mungu. Na bibi, kwa sababu yameshapita na sisi kama marafiki leo tumekuja kwa ajili ya kuona, lakini pia sisi kama marafiki tumekuja kuhakikisha kwamba pengine kama kuna changamoto ambayo hapa nyumbani mnapitia,
ambayo pengine sisi kama ndugu zake, kama marafiki zake, watu wake wa karibu ambaye tumekuwa naye kipindi akiwa hai, lakini sasa hivi pia tunatamani kuwa na familia hii hata kipindi ametuacha, kwa sababu tukisema tulikuwa naye tu kipindi akiwa hai, kipindi hichi tuache itakuwa sio vizuri na haimpendezi Mwenyezi Mungu. Kwa tukasema tufike hapa. Kikubwa zaidi tunataka tujue, utueleze bibi kwamba changamoto gani ambazo ulishamweleza hapana, pengine kuna changamoto zingine sasa hivi uko na mjukuu hapa. Je, ni changamoto gani mnaipitia kubwa ambayo mnatamani sisi tuweze kuitatua kwa namna moja au nyingine pale ambapo Mwenyezi Mungu atatusaidia kuweza kusaidia? Wajukuu zangu kwa sasa hivi sioni sana changamoto. Wewe sema, tutawasiliana tu, kama na shida nitawaomba, mtaniona. Lakini kwa sasa hivi hakuna.